Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Oktoba 11 mwaka wa 2025. Tumekuwa tukijifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa namna ambavyo umemuongoza kila mmoja wetu. Nafasi uliyotupatia asubuhi ya leo ni nafasi ya pekee. Jina lako litukuzwe. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe, tutakase. Zaidi sana tunapojifunza mada hii, enda pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Upendo, ushahidi wa wanafunzi. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, sura ya 13 aya 35. Neno la Mungu linasema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Katika mkutano huu wa mwisho na wanafunzi wake, matamanio makubwa ambayo Kristo aliyaelezea kwao yalikuwa kwamba wapendane wao kwa wao kama alivyowapenda. Alisema tena na tena kwamba ninawaamuru, alisema kwa kurudia, mpendane ninyi kwa ninyi. Amri ya kwanza kabisa Yesu aliyotoa alipokuwa na wanafunzi wake peke yao katika chumba cha juu ilikuwa amri mpya na wapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amri hii ilikuwa mpya kwa wanafunzi, maana walikuwa hawapendani kama Kristo alivyowapenda. Aliona kuwa mawazo na misukumo mipya lazima viwatawale, na kwamba lazima watumie kanuni mpya. Kwa njia ya maisha yake na kifo chake, wangepata maana mpya ya upendo. Amri ya kupendana ilipata maana mpya kupitia katika nuru ya kujitoa kwake kafara. Kazi yote ya neema ni huduma endelevu ya upendo, kujikana nafsi, jitihada za kujitoa kafara. Kila saa ya maisha ya ushindi wa Kristo ulimwenguni, upendo wa Mungu ulikuwa ukitiririka kutoka kwake katika mifereji isiyozuilika. Wale wote waliojazwa na Roho wake watapenda kama yeye alivyotupenda. Kanuni zile zile zilizomwongoza Kristo zitawaongoza wao katika kuhusiana na wengine. Upendo huu ni ushahidi wa wanafunzi wao. Yesu alisema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Watu wanaposhikana pamoja bila kulazimishwa au kwa matakwa binafsi, bali kwa upendo, huonesha kutenda kazi kwa mvuto ulio juu kuliko kila mvuto wa kibinadamu. Palipo na huu umoja, ni uthibitisho kuwa sura ya Mungu imerejeshwa ndani ya mwanadamu, na kwamba kanuni mpya ya uzima inakuwa imepandikizwa. Inaonesha kuwa kuna nguvu katika asili ya uungu ya kustahimili mawakala wenye nguvu za uovu, na kwamba neema ya Mungu hushinda ubinafsi uliorithiwa katika moyo wa asili. Upendo wa jinsi hii ukionekana kanisani, utaamsha ghadhabu ya Shetani.
Kristo hakuwaonesha wanafunzi kuwa njia yao itakuwa rahisi. Iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyenipeleka. Injili itahubiriwa kwa mapambano makali katikati ya upinzani, hatari, hasara na mateso. Lakini wale wanaofanya kazi hii wanazifuata tu nyayo za Bwana wao. Tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 291 hadi 293. Hii ni Oktoba 11, mada ikisema upendo, ushahidi wa wanafunzi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Anakuja Bwana, mfalme wa haki. Anakuja Bwana, yu mlangoni. Kama alivyoahidi, atarudi duniani, awatwae walioishi na dhambi. Anakuja Bwana, mfalme wa haki. Anakuja Bwana, yu mlangoni. Kama alivyoahidi, atarudi duniani, awatwae walioishi na dhambi. Umejiandaje ndugu Kristo, kumpokea Bwana akirejea? Acha ya dunia, utafute wokovu, ni kitambo Bwana yuaja. Umejiandaje ndugu Kristo, kumpokea Bwana akirejea? Acha ya dunia, utafute wokovu, ni kitambo Bwana yuaja. Heri kwa wale ambao wamefua mavazi kwa damu yake Yesu, watafurahi. Ole kwa wale ambao hawajafua mavazi kwa damu yake Yesu, nao wataangamia. Heri kwa wale ambao wamefua mavazi kwa damu yake Yesu, watafurahi. Ole kwa wale ambao hawajafua mavazi kwa damu yake Yesu, nao wataangamia. Umejiandaje ndugu Kristo, kumpokea Bwana akirejea? Acha ya dunia, utafute wokovu, ni kitambo Bwana yuaja.